President William Ruto was on the third day of his tour of the Mount Kenya region, traversing Tharaka Nithi County today. In his speeches, Ruto yet again openly fired a salvo at President Uhuru Kenyatta for supporting Raila Odinga's 2022 candidature. Paul Kirobi reports. Deputy President William Ruto on his three-day tour in Mount Kenya region traversed Tharaka Nithi County. The second-in-command directing salvo to President Uhuru Kenyatta and his Keleweke factions for watering down his development records after serving his boss for 2 terms and completing his projected agenda as planned. Ati tumekosa mpango, tukakuwa wote sisi ni wajinga, mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili, mtu ya kungoa reli, mtu ya kutupa mawe, mtu ya kuvunja machama, ati ya kuja aongoze sisi. Hapana. Hiyo ni madharau kabisa, hiyo watu wakwende kabisa. Ruto allies accusing President Kenyatta for failing to honor his debt as agreed before taking over the government, branding him untrustworthy. Alidanganya William Ruto, kadanganya mimi, kadanganya Duale, kadanganya Murkomen, watoto wake wote. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, hii shida tuko nayo kwa Jubilee na kwa nchi hii hatungekuwa nayo kama ungefuata ule msingi tulikuwa tumeanzisha wa first term katika Jubilee. Huyu mtu huyu ambaye umeshikana naye ni mtu ambaye taifa zima kutoka wale waanzilishi wa nchi hawakuweza kumbeba. Unabeba mzigo ambao hautauweza. Tunaelewana? And as politics of economy continues to play out in Mount Kenya region on who will win the hearts of the vote-rich region, the second-in-command is keen on working with like-minded political parties, with the parties folding their tents ahead of 2022 polls. Pia tuseme Kiraito Murungi ataenda nyumbani. Ataenda nyumbani. Kila yule governor ambaye ameenda pande ya Raila, watu wa Mount Kenya wamesema wote wanaenda wapi? Wote wanaenda. Speaking in Tharaka Nithi County, Ruto promised Mount Kenya people to continue pushing for President Kenyatta's incomplete project come next year. Serikali ya mwaka ujao tutakuwa tumeweka sahihi kandarasi ya kujenga Kivino Dam ndio ilete maji hapa Tharaka Nithi County, na zaidi ilete maji hapa Tharaka, kwa sababu tukiwapatia maji mko na ardhi mzuri, mko na mchanga mzuri, mnaweza kuzalisha chakula ya kutosha. The second-in-command promised to start allocating 100 billion Kenya shillings to projects that will create employment among the youths and also construct dams that will boost the agriculture sector. Kwanza tutaweka bilioni 100 kwa miradi na mipango itakayopatia hawa vijana watoto wetu ajira kwanza. The DP was accompanied by his allies. Paul Kirobi, TV47.